Majimbo ya Mbeya mjini na Chato yagawanywa. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji Rufaa Jacob Mwambegele ametangaza kuwa tume imekubali kuanzisha majimbo mapya ya uchaguzi 8 katika mikoa mbalimbali nchini, ambapo miongoni mwa majimbo yaliyogawanywa ni jimbo la Mbeya mjini, jimbo la Chato, jimbo la Bariadi, jimbo la Dodoma, jimbo la Mbagala na jimbo la Ukonga. Akiongea jijini Dodoma, Mwambegele amesema kwa mikoa ya Dodoma limeanzishwa jimbo jipya moja ambalo jimbo la uchaguzi la Dodoma mjini limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Mtumbo. Mkoa wa Mbeya limeanzishwa jimbo jipya moja ambapo jimbo la uchaguzi la Mbeya mjini limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Uyole. Mkoa wa Simiyu jimbo la uchaguzi la Bariadi limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Bariadi mjini. Mkoa wa Geita yameanzishwa majimbo mawili ambapo jimbo la Busanda limegawanywa na kuanzishwa jimbo la Katoro, na jimbo la uchaguzi la Chato limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Chato Kusini. Mkoa wa Shinyanga jimbo jipya la Solwa limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Itwagi. Mkoa wa Dar es Salaam limegawanywa majimbo mawili. Jimbo la Ukonga limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Kivule. Pia jimbo la uchaguzi la Mbagala limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Chamazi. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Jaji Rufaa Jacob Mwambegele ametangaza kuwa tume hiyo imekubali kuanzisha majimbo mapya ya uchaguzi 8 katika mikoa mbalimbali nchini, ambapo miongoni mwa majimbo yaliyogawanywa ni jimbo la Mbeya mjini, jimbo la Chato, jimbo la Bariadi, jimbo la Dodoma na jimbo la Mbagala na jimbo la Ukonga. Hatimaye naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Amani Golugwa ameachiwa kwa dhamana usiku huu baada ya kukamatwa na jeshi la polisi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere Terminal 3 akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea nchini Ubelgiji. Golugwa ameachiwa pamoja na wadhamini wake ambao walikamatwa pia na jeshi la polisi baada ya kufika kituo cha polisi kati jijini Dar es Salaam kumdhamini Golugwa, ambapo baada ya kuachiwa wote kwa pamoja wametakiwa kuripoti kituo cha polisi. Itakumbukwa baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoa taarifa za kukamatwa kwa kiongozi huyo, saa kadhaa baadaye jeshi la polisi lilithibitisha kumkamata katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Terminal 3 akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea nchini Ubelgiji, ambapo kaimu kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Faustin Mafwele amesema amekamatwa kufuatia taarifa za siri kuwa amekuwa na mienendo kutoka na kuingia nchini bila kufuata utaratibu wa kisheria wa hapa nchini. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amewataka wanachama wa chama hicho kutotishwa wala kubabaishwa na walioshindwa na mapambano na kuondoka kisa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akishiriki uchaguzi bila mabadiliko kufanya, ambapo amesema chama hicho kilianzishwa ili waletewe Watanzania mabadiliko na sio kutimiza ndoto za watu kuwa wabunge hata kupitia uchaguzi usio huru. Akiongea na wakazi wa Sengerema mkoani Mwanza, makamu John Heche amesema no reform no election ndio msimamo wa nchi. Sasa wanapotoka kuna watu miongoni mwetu tulikuwa nao kwenye safari hii wameshindwa mapambano, wasitutishe wala wasitubabaishe. Tunawaambia kwamba eti ndoto zao zilikatishwa kwa sisi kutoenda kwenye uchaguzi wa kuua watu. Hiki ni chama kikuanzishwa kwa ajili ya ndoto ya mimi Heche wa mbunge, kilianzishwa kwa ndoto za kuwaletea Watanzania mabadiliko, sio ndoto ya kufanya uwe diwani au mbunge. Hiki ni chama cha ndoto ya Watanzania kurudisha nchi yao kwenye mikono. Ni taarifa kutoka Sengerema. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amewataka wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutotishwa wala kubabaishwa na walioshindwa mapambano na kuondoka kisa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akishiriki uchaguzi bila mabadiliko, yani no reform no election kufanyika, ambapo amesema chama hicho kilianzishwa ili kuwaletea Watanzania mabadiliko na sio kutimiza za ndoto za watu kuwa wabunge au madiwani. Hatimaye John Heche atoa kauli mabadiliko yafanyike ndipo tufanye uchaguzi. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche
amesema chama hicho kipo tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu usogezwe mbele ili sheria na kanuni za uchaguzi zirekebishwe ndipo wao waweze kushiriki ukiwa na usawa wa pande zote. Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche amesema hayo katika mji mdogo wa Katoro mkoani Geita alipokuwa anaongea na wananchi katika mkutano wa hadhara katika ziara yake ya kanda Victoria. Makamu mwenyekiti John Heche amesema sheria zilizopo sasa zinazosimamia uchaguzi mkuu haziwapi nafasi ya kutangazwa kushinda uchaguzi. Hivyo kama baraza la maaskofu Katoliki lilivyoshauri, ni lazima serikali ikubali kukaa chini na wadau wote wa uchaguzi ili waweze kurekebisha sheria za uchaguzi uwe ule. Na akini taarifa kutoka Geita, hatimaye makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara John Heche amesema chama hicho kipo tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu usogezwe mbele ili sheria na kanuni za uchaguzi zirekebishwe ndipo wao waweze kushiriki kukiwa na usawa wa pande zote. Maiwenje atoa kauli, mimi bado nipo Chadema. Katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa John Mnyika amemuinua Ezekiel Wenje mbele ya wananchi mkoani Geita na kumwomba atoe msimamo wake kuhusu fununu za mpango wake wa kutaka kuondoka chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo Ezekiel Wenje amethibitishia wananchi kuwa yeye bado yupo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na anaendelea na mapambano ya no reform no election. John Mnyika amemuinua Wenje pamoja na God Bless Lema na kuwahakikishia wananchi kwamba kwa sasa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wote leo ni moja na hakuna timu Mbowe wala timu Tundu Antipas Lissu. Kwa upande wake God Bless Lema amesema timu ishaisha baada ya uchaguzi kuhitimisha na sasa wanachama cha demokrasia na maendeleo Chadema wote wanapaswa kuungana kwa kuwa kundi lao ni moja. Ni taarifa kutoka huko mkoani Geita, hatimaye katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa John Mnyika amemuinua Ezekiel Wenje mbele ya wananchi mkoani Geita na kumwomba atoe msimamo wake kuhusu fununu za mpango wake wa kutaka kuondoka chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo Ezekiel Wenje amewathibitishia wananchi kuwa yeye bado yupo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kuendelea mapambano ya no reform no election. Mbunge Mrisho Gambo atoa kauli, sitaacha kutetea watu kisa na linda cheo changu. Mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo amesema kuwa Arusha inahitaji mwanaume na hajazaliwa kuwa mbunge au kuwa na cheo chochote, kwani yupo tayari kuishi maisha yote, lakini hawezi kuacha kazi ya kuwasemea wananchi kisa kulinda cheo chake. Aidha, mbunge Mrisho Gambo akizungumza katika mkutano wa hadhara katika eneo la soko amewataka wananchi wa jiji la Arusha mjini kutotapeleka. Mbunge Mrisho Gambo ameendelea kusema kuwa fedha za nchi hazitafutwi kwa tantalila, zina utaratibu wake. Wanakaa wenye viti wa serikali za mitaa, wakimaliza wanazipeleka fedha hizo kwenye WC mwenyekiti pale diwani, wakimaliza wanapeleka halmashauri, wakimaliza kidume anachukua makablasha naenda nayo bungeni, na wale wengine mkija pale mnakaa juu pale mnapunga mkono, mkimaliza mnarudi zenu kule mlikotoka, alafu mimi nabaki na unguruma bungeni na makablasha yale. Ni mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo amesema kuwa Arusha inahitaji mwanaume na yeye hajazaliwa kuwa mbunge au kuwa na cheo chochote, bali yupo tayari kuishi maisha yote, lakini hawezi kuacha kazi ya kuwasemea wananchi wa jimbo la Arusha mjini eti kisa cheo chake.